kwa sababu anaifasiri Qur'ani anavyotaka yeye. Kwanza sikwambia haikutajwa, imetajwa miraa kwenye Qur'ani, ipo. Mwenyezi Mungu aliposema msiangamize nafsi zenu kwa mikono yenu nyinyi wenyewe, hiyo ni miraa inaangamiza. Kwa hivyo unatumia pesa yako na mikono yako kujiangamiza. Aya ya pili hiyo hiyo moja, Mwenyezi Mungu aliposema na kusema kwamba innamal khamru wal maisir, hiyo miraa inaangukia kwenye khamru. Khamru si tembo, khamru ni kifuniko. Maana Mwenyezi Mungu ametumia hakika kila kinachofunika akili. Innamal khamru, hakika kila kinachofunika akili. Kwa hivyo miraa inafunika akili. Manake mtu anapokula miraa anayoyafanya hayafanyi kama hajala miraa. Kwa hivyo asikwambie ati hii ni makuruhu, sijui mubaha, sijui nini. Ni haramu moja kwa moja, haifai. Kunao mashekhe ambao wanatafuna miraa na tunawajua, na ndio hao wanaokuambia, ukiwauliza swala la miraa watakwambia wajua bana, kuna ikhtilafu baina ya wanazuoni. Hakuna ikhtilafu yoyote ya wanazuoni. Sisi tunataka neno la Mwenyezi Mungu na kauli yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ambapo yote imekataa kabisa. Kwa hivyo sikudanganye mtu Ramadhani Moffat, hao wanatumia dini wanavyotaka wao, kuendesha mambo jinsi wanavyoyataka. Kwa hivyo hivyo ndivyo ilivyo, na ndio tunatamatisha kipindi Daula Ikra kwa ujumla. Ama ziara ya rais na kutaja masuala ya miraa ilikuwa ni lazima, kwa sababu kule Mlimani ndio Wameru waliko na Waembu na Watharakanithi, na hizo ndio shughuli zao. Kwa hiyo lazima katika kujipigia debe mambo yawe namna hiyo yalivyokuwa. Na kama nilivyokuambia, akienda mahali kwingine, kama akienda maeneo ya kule magharibi, atazungumza miwa, atazungumza suala la miwa, na ndio unaona huko anazungumza miraa, kahawa, chai, kwa sababu ndiko inakokuzwa. Tutamatishe hapo kwa ujumla, msikilizaji, mimi na wewe katika mpango mzima huu wa kipindi Daula Ikra, makala ya Alhamisi hii ya leo, na tuweze pia kumtia katika dua zetu, ama kumjumuisha pia Simba Jike, ambapo ana mizozo pia ya kiafya kidogo. Homa ya kutoka Ramadhani imemwangusha, kwa hivyo na yeye pia tusimsahau katika dua, pamoja na kina Fadhilatu Sheikh Abu Muhammad. Na kwa mara nyingine, Fadhilatu Sheikh, mimi sijachelewesha, bali ratiba ndio zilikuwa hazijaingiana, kwa sababu tuna ratiba na mipangilio ya vipindi. Ilikuwa lazima nikae na niangalie wapi tutafix, na ndio tukapata nafasi leo katika kimwendo wa saa 2 pale. Kwa hivyo sijachelewesha Fadhilatu Sheikh, ni ratiba, na hii yako ilikuwa ni ratiba ya kwa juu, kwa sababu haiko kwenye ratiba zetu, lakini tukaizingatia kama rais wa mashabiki wote. Kwa hiyo sijachelewesha Fadhilatu Sheikh Abu Muhammad, na utaniwia radhi kwa hilo. Tutamatishe msikilizaji, panapo majaliwa yake la Imanani juma lijalo, Daula Ikra. Lakini mimi na wewe tutakutana tena Daula Weekendi siku ya Jumamosi na Jumapili. Cha msingi na cha sekondari, wewe usikibonyeze kidude tu ama papo hapo msikilizaji, kwani kuna mengine mengi mazuri tumekuandalia katika siku ya Alhamis hii ya leo.